This program has been made possible by the partners and supporters of Mizpah House of Prayer, Nakuru, Kenya. Stay tuned and encounter God in a new way. Leo Mungu ameweka katika moyo wangu kuleta habari ya kuweza kurecognize your fire carrier. Kuweza kurecognize wale ambao wanabeba moto mbele zako. Hallelujah. Na tutaangalia katika kitabu cha Numbers 16. Kitabu cha Numbers 16 kitabu cha Hesabu 16 na tutasoma, lakini tutasoma tu kidogo alafu nitaendelea kueleza, sababu is a wonderful long story first to lay the foundation. Katika namba hizi mstari wa kwanza inasema Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dathan na Abiramu na wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi waliokuwa wana wa Reuben, nao pamoja nao watu kadhaa wa wana wa Israeli, watu 250, wakuu wa mkutano waliokuwako, wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Angalia hii klasi hawa watu. Hawa hawakuwa watu reja, walikuwa ni watu wamepewa madaraka, ni watu ambao walikuwa wameaminiwa mambo makubwa. Na Biblia inasema mstari wa 3, hawa watu wakamuinukia Musa, wakakusanyika kinyume cha Musa na Aaron na kuwaambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu. Kila moja miongoni mwao Bwana anayo yuko kati yao. Ya nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Bwana asifiwe sana. Sasa unajua hii haikuwa ukweli, lakini nataka kuleta kwako kile ambacho kilikuwa kinawasumbua. Ni kwa sababu ndugu ya Musa, Aaron, yeye ndio alikuwa amepewa ruhusa katika kitabu cha Leviticus kuweza kusongeza moto wa madhabahu. Walawi walikuwa ni familia kubwa, lakini katika hiyo familia ya Walawi ni familia ya Aaron tu ambayo ilikuwa na ruhusa kuchochea ama kusongeza moto wa madhabahu. Na hawa watu wakasikia wivu, Dathan na Kora na wale wengine wakaanza kuweka fitina. Over 250 people. Angalia, turudi nyuma, angalia klasi ya hawa watu. Unaona ni watu ambao mstari wa 2 inasema ya kwamba watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano. Hawa ni watu on a very big position, lakini hawakutosheleka na position zao. Wakatamani hata hawa kubeba moto wa madhabahu. Na Mungu alikuwa amesema tu ni Aaron tu amepewa ruhusa. Wengine hata kama ni familia ya Aaron ya Walawi hawakuwa wamepewa ruhusa. Sasa hawa watu wakaanza fitina, wakaanza kuchochea umati wa watu. Musa alipo sikia jambo hilo, akawaita, akaanza kureason nao kutoka mstari wa 8. Moses also said to Korah, now listen you Levites, isn't it enough for you that God
of Israel has separated you from the rest of the Israel community and brought you near himself to do the work at the Lord's tabernacle and to stand before the community and minister to them. Walikuwa na jukumu zao za kuminister tofauti kati hao Walawi. Wengine walikuwa ni wa kutake care ya madhabahu, wengine ni wa kutake care the sanctuary, wengine walikuwa ni kama watchmen wa sanctuary, wengine walikuwa ni wa kubeba hiyo hema. Kila mtu katika Walawi, kila familia ilikuwa na kazi yake ambayo imepewa. Lakini walisikia wivu sababu ya Aaron kuwa ya kwamba yeye tu peke yake. Sasa wanasema, kwani ni wewe tu unaweza kubeba moto wa madhabahu? Kwani ni wewe tu ambaye unaweza kutuongoza katika hali hiyo? Na jambo hilo likaleta ramsha kubwa sana katikati ya wana wa Israeli. Na Musa akasummon Dathan na Kora, mstari wa 12, wakasema hatuwezi kuja. Walipoitwa sasa, unaona hapo ni watu hawana heshima. Okay? Wakatumaniwa ujumbe, wakasema hatuji sisi. Sasa hapo unaona ni rebellion kubwa. Lakini tunaona Musa alijaribu sana kuwasihi. Lakini kwa mstari wa 15 Musa akaanza kukasirika kama mwanadamu kwa sababu ya kitendo hiki. Akaomba Mungu, akamwambia Mungu, usisikie maombi ya watu hawa. Na at a point, to be maybe make the story short, ni Musa akawaambia, tunataka kuona kabisa katikati yenu na Aaron nani ambaye Mungu amepea ruhusa kubeba moto wa madhabahu. Na mstari wa 28 akawaita na akaita umati wote wa watu. Musa akasema, kwa jambo hili mtajua ya kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa ajili zangu mwenyewe. Tuendelee mbele. Kama watu hawa wakifa kifo cha kawaida kama watu wafao, au kama wataadhibiwa kwa adhabu ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Bwana asifiwe sana. Tuendelee kidogo, iko pale nataka tufike. Lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi ikifunua kinywa chake na kuwameza pamoja na wote walio nao wakashuka shimoni wakiwa hai, ndipo mtakatambua ya kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Sasa Musa anawatolea judgment ya maisha yao. Musa anawatolea judgment, akawaambia ya kwamba ili ya kwamba tuweze kujua Mungu ni wa upande gani, basi mjaze vyombo vyenyu vya moto wa madhabahu na moto, msimame mbele za Mungu. Lakini Musa akaambia watu, kama hawa watu watakufa kifo cha kawaida, mtajua si Mungu aliyetutuma. Basi wote wakachukua moto, wakajaza na wakakuja mbele za Mungu. Walipokuja mbele za Bwana, hiyo grupu yote ya watu hawa wote, basi Mungu akamwambia Musa awaambie umati huo mwingine uondoke. Na walipoondoka, Biblia inasema ya kwamba kukaja tetemeko, nchi ikatetemeka, ikapasuka, na hawa wote wakamezwa na hiyo nchi
wakafa wote na wale waliowafuata. Pointi yangu hapa ni kubwa sana. Kile ambacho nataka kusema ni ya kwamba lazima ujue ya kwamba kuna wale ambao Mungu amewasilishia ruhusa ya kubeba moto. Okay? Moto una signify presence ya Mungu. Moto unasimamia presence ya Mungu. Na moto unasimamia presence ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu alikuwa ameamuru Musa jinsi ambavyo atatengeneza madhabahu na vile kutakuwa na moto wa madhabahu, na hapo Mungu atakuja kukutana na watu wake. Kile kingine nataka kusema ni ya kwamba Mungu pia uchagua watu tofauti tofauti ili waweze kubeba mamlaka ya moto wake kwa njia tofauti. Bwana asifiwe sana. Na pia Mungu uchagua mahali, allocation, ambapo huo moto wake utakuwa located. Katika wana wa Israeli alichagua familia ya Aaron ili peke yake ndio ambaye wanaweza kubeba moto. Na presence ya Roho Mtakatifu leo tunaiona kutoka Matendo ya Mitume 2, wakati Roho Mtakatifu alishukia kila mmoja, kila mtu alionekana na moto wake. Kwa hivyo kile ambacho nasema ni ya kwamba Roho Mtakatifu uweza kushukia kila mtu na kumwezesha kutimiza kazi ya Mungu kupitia hizo nguvu za Mungu ambazo zinakuwa signified na moto. Ndipo tunasemaga mtu ana moto wa Mungu. Hallelujah. Nirudie tena ya kwamba wandugu na wadada, kila mtu ana portion yake. Na huwezi kuchukua portion ya mtu yule mwingine. Ndiposa ni muhimu sana sana kuweza kutambua Mungu amekukabidhi moto wa level gani ama wa aina gani. Lakini pia nataka ujue ya kwamba Mungu huweza kuleta watu na kuwaunganisha na mtu ambaye amebebeshwa moto ambao wewe utatumikia moto huo. Mungu ameandaa ya kwamba kuna wale wanabeba moto kama Aaron na wale wengine wanatumikia Aaron kwa sababu ya moto huo. Hii ni mipango ya Mungu ili akamilishe makusudi ya Mungu. Ndiposa tunaona Aaron ni mtu alikuwa very special ambaye alikuwa amebeba moto. Pia nataka kusema ya kwamba mtu kama Daudi pia alikuwa amebeba moto wa Mungu. Ndiposa unaona ya kwamba mtu yote aliyemuinukia Daudi, Mungu alipigana na yeye. Hata kama ni mtoto wake Absalom, alipomuinukia baba yake na kujaribu kuigeuza serikali yake, Mungu alimuinukia akakufa. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kuna watu, hii ni point nyingine very important, kuna watu ambao mioto yao, if that's a good sio kama moto na plural ni Kiswahili. Oh yeah? Mioto yao haiwezi kuwaka peke yake, lazima iwe ya kutumikia mioto mingine. Praise the name of the Lord. Hata kama unasikia una moto, lakini wako ni wa kutumika mahali fulani. Unaona? Kile kitu kingine ambacho ninasema ni ya kwamba wakati mwingine Roho wa Mungu ulocalize mahali ambapo moto utakapotumika. Yeye huweka boundaries ya mahali pale ambapo moto utakapotumika. Na wakati huo moto unatoka mahali hapo, huyo mtu anapata shida. Praise the name of the Lord.
Ndiposa unaona ya kwamba katika Biblia kuna mtu kama Elisha. Yeye moto wake ulianza kwa kutumikia Elijah. Alipoendelea kutumikia Elijah, ndivyo moto wake ulizidi kuwa na nguvu. Na ndiposa unaona Elisha, Biblia inasema Elijah alipokufa alifanya miujiza mingi kushinda Elijah, lakini moto wake haungewaka ama ungetumika wakati wa Elijah. We need to understand ya kwamba kuna watu wengine ability ya kiroho ndio tunaita moto. Huo moto ni ability ya kiroho. Pia huo moto ni mandate ya kiroho. Hiyo moto pia ni zili ya kiroho ambayo iko ndani yako. Kama ukikosa zili ya kiroho, hauna moto, utakuwa tu mtu fua katika kazi, ama utakuwa you are doing nothing. Hauna stamina ya kuendelea mbele, hauna moto wa kuchoma katika mambo ya kiroho. Najua vijana wanazoea hiyo language ya kuchoma katika roho. Ati huyo pasi amechoma. Unaona? Hiyo ni kusema huyo pastor ana nguvu za Roho Mtakatifu. Ama sivyo vijana? Huyo pasi amechoma kweli kweli. Leo pasi amechoma. Sasa ile nimechoma hapa. Mungu amefanya mambo mengi, anasemaga pasi amechoma. Sababu ile kitu inafanya ni huo moto ulio ndani yangu, wakati ambapo Roho Mtakatifu amekata kauli maybe ku blow kidogo kwa makusudi matakatifu ya kiungu. Kwa hivyo nataka ujue kwamba ujue the mechanism ya huu moto wa Mungu vile ufanya kazi. Kwa hivyo pia hata tunaona ya kwamba kile kilimfanya Daudi aweze kufaulu ni kwa sababu hata kama aliua Goliath wakati wa Sauli alikuwa uhai, yeye sio alikuwa na moto wa kutawala. Yeye si alikuwa na moto wa kutawala. Ilimbidi anyenyekee. Hata wakati mwingine asafe sana. Pia unaona Sauli alikuwa anatafuta Daudi amuue, lakini kile alikuwa anataka kufanya ni kuzima huo moto. Kama angeua Daudi, dispensation ya baraka za Mungu kwa Israeli ingemiss. Sababu Daudi alikuwa amebeba moto wa majira yake, lakini huo moto haungefanya kazi majira ya wakati Sauli ako uhai. Ndiposa hata saa ile Daudi alipata nafasi ya kuua kuua Sauli, alikataa. Akasema siwezi kuweka mkono wangu kudhuru mtumishi wa Mungu. Lazima wandugu na wadada tuweze kuelewa divine discipline and order ya kiroho, ili ya kwamba na sisi majira yetu yanapofika na maeneo yetu yanapofika, moto wetu uweze kuchoma vilivyo. Hallelujah. Watu wengi upoteza kwa sababu hawajui njia ya kulinda huo moto. Kwa hivyo nasema ya kwamba Mungu uweza kuwakabidhi watu mamlaka fulani ya saa ingine ya utawala, saa ingine ya kuminister, kama njia ya kudhibitisha moto wa Mungu ambao unawaka ndani yake. Sababu mambo haya yote tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni moto wa Mungu unaoungua ndani yetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wakati Mungu anazungumza juu ya moto katika madhabahu haya, azungumuzi katika nyumba hii, anazungumza juu ya maisha yetu kila mmoja wetu. Naye Mungu pia yeye ndio uongoza kila mmoja wetu na kumfikisha katika mahali ambapo panastahili pa moto wake kufanya kazi. Na nitatoa mfano na Paulo. Alipookoka alijaribu kwenda Jerusalem, lakini hapo hapakuwa mahali pa moto wake.
Ndipo tunaona katika maisha ya ministry ya Paulo hakuhudumu Jerusalem, lakini moto wake ulichochewa Antiokia katika Matendo ya Mitume 13. Biblia inasema katika mstari wa 2, wakati ulipokuwa naomba na kuabudu Bwana na kufunga, basi Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi ambayo niliyowaitia. Na kwa hivyo hapo ndipo, kutoka hapo tunaona Paulo maisha yake yanaonekana sasa yanachoma moto, if I should use vijana's language. Hapo ndipo tunaona vipawa vya Roho Mtakatifu zinafanya kazi. Hapo ndipo tunaona Paulo anakubalika. Hata baadaye aliporudi Jerusalem, Biblia inasema kwamba katika Wagalatia 2 ya kwamba mitume wale waliitwa pillars walipoona huo moto, ni put in quotes, huo moto ndani ya Paulo na Barnaba, wakampea mkono wa baraka, wakambariki. Wandugu na wadada, wakati mwingine kanisa linangojea lione onyesho na dhibitisho la moto ulio ndani yako ili likupee mkono wa baraka. Na watu wengine upata shida sana, sema watu wa kanisa wameninukia, na watu wenda kufungua ma ministry in that sort of conflict, lakini haikuonekana, haikudhibitika nini hiki uko nacho. Pengine ungengojea kama Paulo, ungengojea kama Daudi, ili ya kwamba wakati wako ukifika, huo moto wako ukionekana, hakuna mtu hata kupea mkono. Sababu hakuna mtu wa Mungu upingana na kazi ya Mungu isipokuwa ni shetani tu, na yeye si wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo saa nyingine usicomplain ati watu wanakuinukia, kwa sababu ya Mungu amekubariki ama Mungu amekupaka mafuta. Iko level fulani lazima ufike, wandugu na wadada, ili ya kwamba tukupee mkono wa baraka, ili tukupee pulpit, ili tukupee kiwanja. Hallelujah. Kwa hivyo naona Paulo ya kwamba mahali pake pa hiyo neema ni Antiokia. Ndiposa Acts of the Apostles chapter 14 verse 25 inasema, Matendo ya Mitume 14 na mstari wa 25, Biblia inasema ya kwamba, na baada ya kuhubiri lile neno katika Pega, wakateremuka mpaka Antiokia, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Wakarudi tena Antiokia, because that's where they were committed the grace for the work. Sasa point ile nataka kusema ni ya kwamba kuna area ambazo, divine areas za kiungu, ambapo Mungu huwa amechagua divinely mahali atawachilia huu moto ambao hapa unaitwa grace. Bwana asifiwe sana. Pia kuna watu ambao when you are in there, Mungu amedesign ya kwamba ukiwa katikati yao, hapo ndipo utawachiliwa hiyo grace, huo moto, hapo ndipo utachochewa. Ukiwa with the wrong people, either itadelay ama itapotea. Ikiwa na the right people, itakuwa easy to get quicker into your divine, position of calling. Mahali ambapo moto huo utachoma, utaonekana. Bwana asifiwe sana. Unaona Paulo kutoka katika Matendo ya Mitume 9, tunaona aliitwa na Mungu. Hata walikutana na Yesu, Yesu ndio alimuita. Lakini Biblia inasema immediately akaingia Damascus. Alipoingia Damascus, baada ya muda kidogo akaanza kupata mateso. Akatoka huko akaenda Jerusalem. Jerusalem hawakumkubali. That was not his location. And those were not his people. Pahali ambapo Mungu alitaka huo moto ufanye nini? Biblia inasema ya kwamba Barnaba alipokuja Antiokia, akaona kazi ya Mungu,
akaenda akamleta, wakakaa Antiokia mwaka mzima. Na sasa hapo Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2, wakiwa wanaendelea kukaa hapo, ndipo Mungu alisema niteulieni Barnaba na Paulo kwa kazi ambao niliyowaitia. Sinaona hiyo scripture. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Twende hiyo scriptures ingine. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Tusome hapo. Basi watu hao walipotumwa hadi Kipro na Roho Mtakatifu, wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro. Sasa unaona, kutoka Antiokia sasa ndio wameanza safari. Sasa ndio moto wao utaanza kuonekana. Lakini my point was ya kwamba there is a place, a location, and also there are people, there is a company of people. When you are with them, moto wako utaweza kuchochewa haraka. Hallelujah. Sasa ni vizuri kuomba Mungu, connect me with the right people. Hallelujah. Bring me to the right place, the position, mahali ambapo moto wangu utachochewa. Hizi ni mechanism za kiroho wa ndugu na wadada. These are principles za kiroho. Unaweza kuwa na watu na uko very anointed, lakini uishi katika struggle ya vita, sababu every time una exercise ama moto huo unafanya kazi, pengine wewe ni muombezi, unaanza maombi, unaanza kupingwa. Maybe unaanza kuhubiri, unaanza kuambiwa ni kibelembele, unaambiwa unafungua kanisa, unaambiwa yani unaishi tu kwa vita. So the earlier you are out of that place, the better. Na uombe Mungu akushikanishe na the right people. Na lazima uombe sana, ili nayo usitoke pale prematurely, sababu nayo kuna timing za Mungu. Unaweza pia kujitoa kwa haraka, ujikuta kwamba umekosanisha mahesabu. Hii mambo ya kiroho inatakaga a lot of caution, inatakaga uangalifu sana, inatakaga mtu kusubiri, kungojea Mungu, inatakaga uweze kukaa mbele za Bwana kwa maombi mpaka wakati Bwana mwenyewe atakapotengeza njia yako. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sasa ndipo tunaona maisha ya Paulo yalikaa. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Agalatia 2, tufunguliwe Agalatia 2 hapo mstari wa 1. Kuna point nataka kuleta. Kisha baada ya miaka 14 nilipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja nami. Baada ya miaka 10, sasa nikusema hiyo miaka 14 alikuwa ana struggle somewhere. Unaona? Sasa ndio aliporudi nini? Sababu ni Roho Mtakatifu alimwambia. Tuendelee hiyo scripture. Ni Roho Mtakatifu mstari wa 2. Nami nilikwenda kwa kuwa nilifunuliwa, nikawaeleza injili ile nihubirio katika mataifa. Hapa miaka hii 14 ni kutoka alipotumwa kutoka wapi? Antiokia. Baada ya kutoka Jerusalem alikuja Antiokia. 14 years. So you can see time can really go by without you getting where you want to be. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndugu na wadada, ndiposa nalete neno ufunuo huu ya kwamba tuweze kuomba. Hallelujah. Na kama Mungu amekushikanisha na madhabahu kama haya, na Mungu elekeza moyo wako kukaa hapa kama Antiokia yako, kaa mpaka wakati Mungu atakapo kurelease. Sababu ukijirelease mbele, utakuwa kama Paulo alivyojirelease. Anaenda kuhubiri, anaenda kufukuzwa, anaenda kushikwa. Hallelujah. Lazima uombe Mungu akusaidie. Na ile ingine ni ya kwamba saa ingine sisi ukaa tukimngojea Mungu bado tunatumika. Tukimngojea Mungu bado tunafanya nini? Tunatumika. Kwa hivyo nimesema mambo mawili. Kuna moto huu una mahali pake, na una watu wale ambao mkiwa nao
mtafanya nini? Huo moto utaweza kufanya kazi. Na kuna wale ambao Mungu amefanya nini? Amewasilishia. Ni vizuri kuwatambua. Ni pointi ya 3. Mzuri kutambua wale ambao Mungu amewapea mbele yako kubeba moto. Moto una signify presence ya Mungu. Moto unadhihirisha matendo ya kiroho, ama pia unaonyesha kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo lazima ujue kuangalia nani ambaye yuko mbele yako, ama Mungu amepeana mbele yako, ili ya kwamba usije ukajikuta ya kwamba unafuata mtu ambaye hajapewa hiyo ruhusa na Mungu. Hawa watu 250 ambao walifuatana na Dathan na Kora, hawa watu walikufa, hawa na familia zao, si kwa sababu ya hawa ndio walikuwa wamekosa, ni walifuata Dathan na Kora. Wakafuata hadithi zao za kupingana na moto wa Musa na Aaron. Wakakubaliana na Dathan na Kora. Chunga usije kwa kubaliana na watu. Hii inatokea uonekana wakati kuna fitina kanisani ama katika ministry, na hii ndio imetuuma sisi watu wetu wengi katika nchi na ulimwenguni kote, especially sisi watu wa Kipentekosti, ya kwamba utakuta kila mahali mtu wa Mungu akiinuliwa, wale ambao wanakuja kumtumikia wanakuwa impatient. Wale wanakuja kutumikia moto huo wanakuwa na wivu. Kunaweza tokea mtu mmoja aanze hadithi za uongo na kuonekana wengine wengi ambao wanawafuata wale watu wanaongea uongo. Usifuate mtu tu ovyo ovyo. Omba Mungu akusaidie kujua na akuplace the right place. Nimeshajikuta niko katikati ya the hard rocks kikanisa, na shindo nifuate marafiki hawa ama nifuate marafiki hawa, lakini nashukuru Mungu katika sehemu zote niliweza kusikia Mungu. Na kwingine sababu ya kukaa katika maombi, neema tu ya Mungu ilini blow, ikaniondoa katika vita hizo na ikaniondoa katikati ya watu hawa, na nikajikuta ya kwamba I'm in a safer place, na sikupigana na huyo na sikupigana na ule. Na hapo nikakuta pia moto wangu au kuzimwa. Hallelujah. Watu 250 moto wao ulizimwa sababu ya kutotambua nani ako mbele yao anabeba moto. Hawa walikuwa watumikie Aaron na Musa kwa sababu ya matumizi ya madhabahu, kutumikia madhabahu. Na ninarudia tena, hii shida ukuje na wale watu ambao Mungu ameleta watumike, kwa wale wako kwa wakubwa, wale Mungu ameinua katika huduma ama katika kanisa, wale wanakuja kutumikia huo moto, hawa ndio ulete shida sana. Si wale wako level ya Aaron. Wale wako level ya Aaron wako hapa sana, ikujagi na wale wako level ya Aaron, inakujaga na wale wako chini. Hawa ndio mashetani hutumia, wale ambao wanatumika wameitwa watumike, hawa ndio mapepo watumike. Na hiyo ni kwa sababu hawa wenyewe hawana msimamo wao wa kiroho. Sababu nyingine ni kwa sababu hawa wenyewe hawana misingi. Wanapotumika pale hawatumiki katika misingi. Kama ni mimi hapa, mimi nafunzaga mambo mengi sana, lakini wewe haushiki kitu. Kwa nini nimesema ushiki? Sababu inaweza kuja tu mambo mengine ya upuzi, unaanza kushika mahadithi za uongo. Huyu Jesse Karanja, huyu sijui anafanyaga nini, hata hii maombi yake, hata ndio anajifaidigi, hata sijui nini. Sababu wewe mwenyewe ndio haujui kanuni za Mungu za mwito. Hallelujah. Katika Mungu hakuwezi kuwa viongozi wawili, yeye anainuaga kiongozi mmoja. Anapeaga kuhani mkuu mmoja. Bila sema hivi katika Waebrania ya kwamba Mungu uappoint
kuhani wa mwaka mmoja. Na kuhani, na pale pengine nasema katika Wahibrania kwamba kuhani hutumika in his own lifetime. Akishakufa mwingine anafanya nini? Kwa hivyo hatuwezi kuwa wakuhani wawili. Hatuwezi kuwa sisi wawili ndio tumepewa hii madhabahu. Yeyote anakuja hii madhabahu ni yule nimekubalia. Nikitaka kusema hautaingia hapa, hautaingia. Hiyo ndio kanuni ya Biblia. Kwa hivyo, wandugu na wadada, naona wengine wananiangalia vibaya. But that is hiyo ndio ukweli. Sasa wewe utaanza kuangalia kwamba kwa nini mimi sipeagu hiyo madhabahu, kwa nini mimi sihubiri, kwa nini mimi sifanyagi. Alafu naanza fitina. Utakufa kama watu 250. Waliuawa na nyumba zao. That's why unaona many ministers wana madosari. By the time they come to the area of operation, wana a lot of baggages ambazo zinawavuta chini. You know, they have a lot of things to confess. They have a lot of things, wana madoadoa mingi ya mashetani. Wana mambo mingi ya kutubu. Kwa sababu walipokuwa wana grow, walifanya a lot of mess. Na unajua the gift of God without repentance. You know, kwa hivyo Mungu lazima atawafikisha mahali pao. Lakini by the time wafike huko, watakuwa wamevunjika. Watakuwa ni vilema hapa na pale. Watakuwa na vinonda hapa na pale. Kwa hivyo output yao pia itakuwa na kasoro. Lakini utaona wengi ambao wamenawili walitumika. Ukiona mtu kama Jesse Karanja akinawili madhabahu kama haya, kuna mahali alitumika na hawezi rudi hapo leo upate dosari. Yes. Na si kutumika mwaka moja ama 2, na si kutumika miaka 2 ama 3, miaka na miaka. Na si ya kwamba hakukukwako na wengine waliinuka kama Dathan na Kora vile aliinuka. Watu waliinuka, lakini sababu nilikuwa na ground yangu, nimesimama. Ninajua makusudi ya Mungu kuniita, na katika majira hayo takikana kufanya nini. Na mimi nikawa mwaminifu katika mwito wangu wa wakati ule. Kama vile nilisema ya kwamba Elisha anointing ya double portion ilikuwa ndani yake. Kulikuwa na hiyo room ya kupokea double portion. Lakini haiwezi kuoperate as long as Elijah alikuwa uhai. Lakini Elijah alipoenda, sasa Elisha akapata double portion. Mungu alikuwa amepanga ya kwamba Joshua atakuwa kiongozi, ndio ataingiza wana wa Israeli. Alikuwa anaona. Lakini ilitegemea Joshua vile atatumikia Musa. Ilitegemea Joshua vile atatumikia nani? Musa. Akatumikia Musa kwa uaminifu. Mwisho kabisa ni Mungu alimwambia Musa, leta Joshua umbariki. Leta Joshua umiminie mafuta. Kwa hivyo kile kilikuwa ndani ya moto uliokuwa ndani ya Joshua, Mungu alikuwa anaujua, na ni Mungu alikuwa ameuasha. Haleluya. Kwa hivyo Mungu mwenyewe alipojua Musa ataenda, Mungu akamwambia leta Joshua umbariki, because Mungu mwenyewe alikuwa amejua. Wandugu na wadada, katika kutumika ndiko ambapo tunakuwa located into our best level, mahali ambapo moto wetu unaweza kuchoma vizuri. Katika kutumika, wandugu na wadada, hapo ndipo tunapata refining ya moto wetu. Katika kutumika, hapo ndipo moto wetu unapata kuchochewa, ya kwamba wasa ile utaanza kublow, utablow na nguvu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lazima ujue, ndugu na dada, ya kwamba wale watu walio mbele yako ambao wana moto wao unawaka, ni kukutengezea, wanakutengezea njia. Na mifano tu ni kama hiyo nimesema. Hata kama Sauli alikuwa mbaya, lakini alikuwa anaandalia njia Daudi. Kuna mambo Sauli alifanya akaandalia Daudi njia. Kama mtumishi wa Mungu Elisha, ile ministry tendo na Elijah ilikuwa inaandalia Elisha njia. Ilifanya huduma ya Elisha iwe easy. Praise the name of the Lord. Huduma ya Musa ilisaidia huduma
Joshua iwe easy. Lazima ndugu na dada ujue ya kwamba nature ya Mungu huwa ni ya kupeana vijiti, kama vile ambavyo tunajua ile mbio ya relay ya kupeana vijiti. Yule mtu wa tatu, ile position ataletwa na mtu wa pili ndio atapelekea mtu wa nne. Na kila mtu wa relay inawekaga mtu yule ana mbio zaidi ndio ataanza. Na ule atamaliza ndio ataanza, ule ndio ana mbio zaidi. Kwa sababu ile position acquire wa kwanza ndio wanataka kumaliza nayo. Kwa hivyo hata hii kazi ya Mungu wa ndugu na wadada ni ya kupeana neema hivyo hivyo. Tunaweza sema na njia nyingine, kijiti chako kinapata moto kutoka kijiti changu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo leo ninazungumza ya kwamba ni vizuri kuomba Mungu akupe hekima ya kujua, ya kurecognize, akusaidia kurecognize the fire carriers, wale wako mbele na wale ambao Mungu amewaweka pale ili waweze kukuongoza. Praise the name of the Lord. Sababu hawa vile wanatenda hivyo ndivyo utakavyotenda. Katika kitabu cha Judges 7:17, hallelujah, Gideon aliambia maaskari wake, mniangalie vile nitafanya. What had happened ya kwamba walipoenda wakasurround camp ya enemy, alikuwa amewapea mienge ya moto, lakini akawaambia wafunike na nyungu ama bakuri, pot. Kwa hivyo walipofika pale, akatoa yake, akavunja, akainua mwenge wake, na mkono mwingine ukashika tarumbeta, nao akafanya hivyo hivyo. Nataka kuambia ndugu na wadada, lazima macho yako yawe yakiangalia the carrier of the fire. Vile atakavyofanya, vile anavyoenda, itakuwa rahisi kwako kukatch up na kuaccelerate kama utaweza kufuata hivyo hivyo. Ya pili, wandugu na wadada, ni ya kwamba ushindi ambaye Mungu alimwambilia Gideon ndio ushindi maaskari walipokea, lakini walipokea tu sababu ya kumfuata na kutenda. So he was ahead of them carrying mwenge wake. Akawaambia vile mtaona nimefanya na nyinyi mfanye nini? Mfanye. Akavunja ile nyungu, akapiga tarumbeta, nao akafanya the same. If they could not have done the same, ushindi wa nyumba ya Mungu haungepatikana. Hii kazi haiwezi ushindi wa kazi ya Mungu haiwezi kupatikana na mimi peke yangu. Gideon aliitwa, alimiminiwa mafuta, lakini hangeenda vita peke yake. Lazima neema ya Mungu ikipelekana na yeye. Lazima Mungu angempa watu wa kwenda vita pamoja na yeye. Lakini hata sasa ile walienda kwa kambi ya askari ya maadui, waliposikiza ndoto ilisema huo ni upanga wa Gideon. Lakini Gideon hakuenda vitani peke yake. Ndipo hapa sema katika mstari wa 17, tunaona kwamba hakuenda peke yake. Gideon hakuenda peke yake, alienda na maaskari. Na nirudie tena, akawaambia vile mnaona ninafanya hivyo ndivyo na nyinyi mtakavyofanya, mfanye hivyo hivyo. Nataka kusema hivi kabla sijamaliza yale nimekuwa nikisema, ni ya kwamba in every spiritual revival season, God always anoints somebody somewhere who will carry the fire of God. He also positions allocation, mahali ambapo itakuwa domicile ya huo moto. Mungu pia huwa analocate mahali ambapo that's the central place. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hapo ndipo watu wata witness presence ya Mungu. Hapo ndipo watu watakutana na presence ya Mungu. Mungu alichagua Mount Sinai kama kikao cha presence yake kwa muda ule wana wa Israeli walikuwa jangwani.
Exodus 24, Kutoka 24 mstari wa 16. Tunaona Moses akienda juu ya mlima na wingu la Bwana likamfunika na utukufu wa Bwana ukamfunika. Siku 6 likawa mlima wote umefunikwa. Naye Musa akaenda akafunikwa na wingu la Bwana, akaingia kwenye mlima huo, akakaa huko siku 40 mbele za Bwana, sababu hapo ndipo Bwana alikuwa amechagua. Bwana asifiwe sana. Mungu alipotaka kuongea na wana wa Israeli, mlima Sinai ulionekana ukiwaka moto kama alama ya presence ya Mungu. Wakajua Mungu yuko pamoja nao. Mungu alichagua Jerusalem kama kikao chake kitakatifu kutoka wakati wa Daudi hata wakati wa Yesu. Tunaona Mungu alichagua Jerusalem kama kikao chake, ama hata pahali ambapo Yesu Kristo alipokuja kuagiziwa msalabani. Hicho ni kikao kitakatifu. Ni kikao ambacho Mungu alikuwa amechagua. Antiokia ni kikao Mungu alikuwa amechagua. Hata leo Mungu uchagua. Lazima uweze kujua kikao kama hiki cha Mispa kimechaguliwa na level gani na Mungu. Na kila kikao kina neema yake ambayo uhudumia watu tofauti tofauti. Kila kikao cha Mungu kina neema yake ambayo uhudumia watu tofauti tofauti. Katika Antiokia tunaona kulikuwa na watu wengi, na sio wote walitumwa, ni Paulo tu na Barnaba. Wengine neema zilifanya kazi na njia tofauti tofauti. Biblia inasema kulikuwa na manabii na mitume na walimu hapo Antiokia. Kwa hivyo hao wote walikuwa wanahudumiwa na hicho kikao, na sasa na moto wa Mungu uliokuwa hapo ulikuwa na wahudumia tofauti tofauti, manabii tofauti, okay, wainjilisti tofauti, kina Paulo tofauti. Kwa hivyo hata hapa tulipo Mungu anahudumia watu na njia tofauti, na huu moto ambao ana release katikati yetu unatumikia watu na njia tofauti tofauti. Haleluya. Kuna wengine wanaweza kuwa watabakia hapa, kuna wengine wataanza kwenda nchi za nje, kuna wengine ambao wataanza kwenda matown tofauti, kuna watu watakuwa ni mapasta, kuna watu watakuwa ni mabishop, kuna watu watatumiwa na Mungu, Mungu ataanza kumove nao katika ishara na miujiza. Kuna wengine watabakia ni waombezi. Sikusikia watu wa Mispa wakisema amen. Haleluya. Nataka kumaliza section hii kwa kusema ya kwamba huu moto wa Bwana uriliziwa na Mungu kama umebeba mamlaka ya kiroho ya kutimiza makusudi ya Mungu ya wakati, ambao ni matayarisho ya eternal purpose. Praise the name of the Lord. Kila dispensation ya moto wa Mungu uriliziwa ikiwa na authority ya kiroho. Yani when people function there, wana authority ya kiroho ambayo itawasaidia kuexercise kazi ambayo Mungu amewapea kwa wakati huo. Haikujagi bure. Ndiposa unaona wakati ambapo mtu fulani alijaribu kupingana na Paulo na Barnaba katika Matendo ya Mitume, Paulo alimnenea akamwambia, kutoka leo hautaona tena. Kwa sababu Paulo alitoka Antiokia akiwa na mamlaka. Mwito wake ulikuwa na mamlaka. Ndiposa unaona Yohana na John, Petro na Yohana wanapoingia kanisani
wanakuta kiwete, wanakiambia katika jina la Yesu tunasema usimame. Wana mamlaka. Huo moto ambao waliriliziwa katika Pentecost, unaona una mamlaka yake katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kiasiri. Ndipo unaona mtu anapocheza na watu, saa ile moto wa Mungu unaendelea. Pengine ni ndugu yako anakutukana, ama pengine mtu wenye anakutukana, ama ni wewe unacheza na pasta, unaona mapigo, watu wameshakufa, wanazikwa sababu ya kutoheshimu moto unaowaka ndani ya mtu fulani. Watu wameshazikwa. Narudia tena, sababu ninawajua. Yes, wameshazika watoto wao. Saa ile wamedhihaki mtu wa Mungu. Ni kama vile watoto walianza kudhihaki Elijah ati sababu ya upara. Alipogeuka, dubu ikatoka somewhere, nowhere, ikawakula wote. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba, kama vile Biblia inasema ya kwamba zili ya Mungu nayo huwa pale idefend hiyo authority, sababu ni ya Mungu. Kwa hivyo lazima tujichunge sana, tusije tukapingana na watu na ikaonekana kama tunapingana na Mungu, sababu Mungu lazima atalinda kilicho chake. Na kwa hivyo hata wewe ndugu, usitishwe na wanadamu. Yesu akamsema hamna haja ya kujitetea. Ile uwezo wa Roho Mtakatifu ulio ndani yako ni enough wa kukutetea. Praise the name of the Lord. Ndipo tunaona mitume wanapowekwa kwa gereza, malaika anakuja anafungua hiyo gereza. Petro anapowekwa gereza, malaika anakuja anafungua hiyo gereza. Paulo na Sila wanapowekwa gerezani, earthquake inakuja, hiyo gereza inatikiswa, milango inafunguka, nyororo zinamwagika chini. Wandugu na wadada, nataka kuambia mamlaka hayo yana neema ya Mungu ambayo uyalinda. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kusema kwamba usiogope wakati watu wanakuinukia. Usiogope saa ile watu wanainukia huo moto wa Mungu ndani yako, sababu Mungu mwenyewe ana uwezo na nguvu ya kuulinda. Usijipiganie wewe mwenyewe, wacha Mungu akutetee. Wacha Mungu akutetee. Unaweza anza kanisa hapa ufukuzwe, unaweza anza ministry pale ufukuzwe, bado Mungu atakutetea somewhere, na Mungu atafanya kitu somewhere. Na leo katika jina la Yesu nawaombea ya kwamba kila mmoja aweze kulindwa na hiyo neema ya ulinzi ambayo inafanya kazi katika mwito huu, katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Kwa hivyo ninajua muondoko wa Mungu ambao Mungu ana release katika mlima huu, Mungu atautumia kwa njia yake ya kimaajabu, na Mungu ataulinda kwa njia yake ya maajabu. Na that's why alikufa msalabani, ili amalize kazi zote za ule mwovu shetani. Hata leo shetani hana nguvu, hawezi kuzima kile kiko ndani yako. Walijaribu kushika Shadrach na Meshach na Abednego wazime moto uliokuwa ndani yao, lakini moto haukuzima moto wao. Moto wao ulikuwa na nguvu kushinda moto wao. Hallelujah. Yaani moto wa Shadrach, Meshach na Abednego ulikuwa na moto kushinda wa mfalme. Lazima ujue moto wako every time una nguvu. Saa ingine huo moto utafanya kazi hata bila wewe kuongea neno. Utafanya kazi bila wewe kuteta. Utafanya kazi bila wewe kutukanana. Utafanya kazi, utakufanyia kazi, utakushughulikia. Na hiyo ndio ninamaliza na hiyo leo. Sababu ninajua watu wengi kwa sababu ya moto wanaobeba, kama vile Petro aliwekwa gerezani sababu ya moto. Mitume katika Acts of the Apostles chapter 3 and chapter 4 waliwekwa kwenye gereza kwa sababu ya huo moto. Ninajua shetani mpaka leo upigana na huo moto, lakini leo nakuambia na ninakuombea Mungu alinde kilicho chake. Huo moto ni wa Mungu na Mungu atalinda kilicho chake. Tusimame katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Inua mikono yako katika jina la Yesu.
In the name of Jesus. Shukuru Bwana kwa sababu ya moto ulio ndani yako. Biblia inasema kila mtume alionekana akiwa na portion ya moto katika Acts of the Apostle chapter 2. Hata wewe unaamini moto wa Bwana uko juu yako, hata kama huonekani na macho. Kuna kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako, uliokolewa na Bwana ili akutumie katika kazi yake. Wacha ushukuru Bwana, wacha umuinue Bwana, wacha umtukuze Bwana katika jina la Yesu. Wewe uko hapa kwa sababu ya kuundwa na Bwana, kwa sababu ya moto huo kuchochewa na Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh Bwana, asante sana kwa sababu ya Bwana kuturuhusu tuwe wa kubeba mwenge wako kama Gideon katika jina la Yesu. Mwenge wetu ni mwenge wa ushindi. Mwenge wetu ni mwenge wa ushindi. Mwenge wetu ni mwenge wa ushindi. Tunaamini, 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 tunaamini katika jina la Yesu. Ninaamini kila moja hapa ni jemadari wa kubeba mwenge. Kila hapa ni jemadari wa kubeba moto. In the mighty name of Jesus. Kila mtu hapa ni jemadari wa kubeba moto. Shakarapa karaba reperebe shatalaba sheterebe rapa karabo. Leo Bwana, kuna watu wanauliza kweli mimi nina huo moto? Oh Bwana, naomba ulete thibitisho ndani ya kila mmoja. Leta thibitisho ndani ya kila mmoja. In the mighty name of Jesus. 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 Repeka robo shalaba sekaraba repelebe shantalaba rapaka raba. In the mighty name of Jesus. Inua mkono wako. Naomba leo Bwana Mungu awe wa kukutetea. Awe wa kukutetea mahali popote unapingwa sababu ya kile umebeba, sababu ya moto wa Mungu ulio ndani yako. Usije ukazimwa. Naomba Bwana akuletee ulinzi, akuletee ulinzi, akuletee ulinzi. In the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. Ninajua kuna watu hapa wamekuwa wakipitia mambo mazito, mambo ya shida kwa sababu ya kile wamebeba. Kama una hakika na huo ushuhuda, ati kwa unapitia mambo vita hivi kwa sababu ya moto wa Mungu uliobeba, najua kuna watu wanalia, wako katika machozi. Nimekuja kuambia hakuna kitu kitaharibu moto wa Bwana. Hakuna kitu kitaharibu moto wa Bwana. Hakuna kitu kitawanyaganya moto wa Bwana. In the name of Jesus. Wale wengine wote wainue mikono, pastors wetu wakuje tuwaombee watu hawa. In the mighty name of Jesus. Sokarabo repele. Waombezi wote inua mikono, waombezi wale wote ambao tunaomba pamoja, just lift up your hand, just start praying wherever you are. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Watu hawa wataishi, watazaa mazao. Kazi ambayo Mungu aliyowaitia itakamilika, itakamilika. Leo nafikisha mwisho, nafikisha mwisho mateso, nafikisha mwisho mateso, nafikisha mwisho mateso. Pengine kwako ni magonjwa, pengine ni nyumba ina shida, ni kwa sababu ya kile umebeba. Pengine ni watoto wamevurugwa, pengine ni magonjwa. Oh yes, ni sababu ya kile umebeba, ni cha dhamana. Watu wa Mungu tuinue mikono, tuinue mikono. Tunasema vita vya hawa vimefika mwisho, vimefika mwisho, vimefika mwisho, vimefika mwisho. Vita hivyo vimefika mwisho, vimefika mwisho. Rapaka robo shalaba repelebe raparaba. Vimefika mwisho. Vita hivyo vimefika mwisho, vimefika mwisho. Shikarapalaba sakarabo repelebe shantalaba sekaraba ropolobo shantalaba repelebe. Thank you Lord. Kila mtu inua mikono. Amawea, hata wale hawakuja hapa mbele, kila mtu yuko katika a particular measure of opposition. Kila mtu yuko katika kipimo fulani cha upingamizi wa shetani juu ya moto wa Mungu ndani yako. Inua mkono wako. Baba, ninaomba leo katika jina la Yesu, ile kazi uliyoanzisha ndani ya maisha ya ndugu, ndani ya maisha ya dada,
ninajua utakuja kuyamaliza. Na shetani hawezi kuzima huo moto. Na shetani hawezi kudisconnect maisha ya ndugu, maisha ya dada kutokana na baraka zako. Leo naombea watu wako nguvu ya kusimama imara. Kuna wale ambao walikuwa wamepotoka katika njia zako, naomba uwarejeze katika jina la Yesu. Uwashikilie leo. Kila mmoja wenu pata nguvu mara tena. Kipawa chako cha Roho Mtakatifu kipate nguvu mara tena. Mungu akujaze nguvu mara tena. In Jesus name. In Jesus name. Mungu awabariki sana. Na moto uzidi kuwaka. In Jesus name. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. Let us know what the Lord has done for you so we can give thanks together with you today. We would also love to pray with you. Share your prayer request with us via SMS or WhatsApp on 0799 200 100. If you'd like to partner with us, please reach out through the numbers on your screen.